ili kuhakikisha tunazungumzia siasa kwa ujumla, ili kuhakikisha tunakuweka sawa kuhusu mustakabali wa siasa za taifa hili. Kumbuke kwamba siasa zimekuwa gumzo la kila wakati, kila saa, kila dakika utasikia kwamba siasa, kwa sababu ndizo ambazo zimetumika pakubwa kuendeleza shughuli mbalimbali humu nchini. Hivi sasa tuelekee mashinani. Mwandishi wetu kutoka Nyahururu, Laban Muhinda, yuko tayari. Laban, wakazi wa Nyahururu wanasemaje kuhusu siasa za humu nchini? Naam, Onsare, shukran sana. Nami hapa ninao tu wachanganuzi wa masuala ya kisiasa kutoka mji huu wa Nyahururu, ambao vile vile ningependa kusikia au kupata maoni yao ni yapi kuhusiana na ushirikiano wa ODM na UDA. Karibu ndani ya TV47. Ukianza kwa kujitambulisha, tueleze wewe kama mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, unahisi kwa ushirikiano kati ya ODM na UDA unamaanisha nini haswa kwa chama cha ODM? Kwangu kwa majina naitwa Njega Francis kutoka kaunti ya Laikipia, mji wa Nyahururu. Yangu nataka kusema uhusiano wa UDA na ODM kwangu naona unasabaratika. Maana nimekuja kuona ya kwamba ODM haikujua ya kwamba walikuwa wamepangiwa, na uhusiano wa UDA na ODM hivi karibuni utakuja kuisha. Maana ninaona kama kulingana na historia, naona kama UDA itameza ODM kulingana na maoni yangu. Maana ninaona hata hii mambo ya zoning wameanza kusema hiyo huenda haitawezekana, kwa sababu naona sana rais anafuta kamba upande wake wa UDA. Na nataka kumjulisha huyu ambaye ni Oburu Odinga ya kwamba Raila alikuwa ameona kitambo sana na akaona mbali ya kwamba katika mwaka wa 2027 hawatakuwa na uhusiano na UDA, kwa sababu alikuwa anajua ujanja wa UDA utakuja kusabaratisha chama cha ODM. Kwa hivyo kwangu naona hata mambo ya zoning huenda hawataelewana, hawatafikiana mwisho. Kwa hivyo kwa maoni yako unahisi ni kwa nini baadhi ya viongozi wa chama cha ODM wanashinikiza sana kuwe na zoning? Viongozi wa ODM wanashinikiza sana kuwe na zoni kwa sababu wanajua wasipokuwa na hayo mambo kwa meza huenda UDA itashukua zile sehemu ambazo zinaongozwa na ODM. Lakini kwangu naona wanaogopa tu, lakini wamejiweka kitanzi, wamejitia kamba. Wakati tu waliungana na UDA walijitia kitanzi. Kwa hivyo nataka kuambia Oburu angoje, mengi yatafanyika, mengi watayaona. Asante. Ukisongea tu hapa, ukianza kwa majina, tueleze kwa maoni yako nahisi kuwa ushirikiano huu wa ODM na UDA utadumu hadi katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027? Naitwa Charles Wahome na mimi ni mkazi wa Nyahururu. Uhusiano wa ODM na UDA ni kama mchezo wa paka na panya. Kwa sababu inaonekana kuna moja itameza ingine, na UDA itameza ODM. Unakumbuka wakati wa Tigatiga na KANU. Tigatiga ilimezwa na KANU na ikakwisha. Raila baadaye alikuja kutengeneza chama ingine. Kwa hivyo haiwezi kudumu tena. UDA inataka ishukue wakati wa uchaguzi 2027, ishukue viti vyote ambaye ODM inashukua, alafu wanatupia bali. Tena kuna ujaja wa UDA kwa sababu kama vile tuliwachagua kama sisi wana Mount Kenya, tena baadaye tukageukwa. Inakuwa ni aibu sana. Kwa hivyo hiyo haiwezi kudumu. Kwa kifupi tu, unahisi hili swala la zoning litafaidi chama gani baina ya ODM na UDA iwapo kutakuwa na zoning? Kwangu mimi ODM itamezwa, itakuwa na uwezo wa kusema kwa sababu baada ya uchaguzi serikali itakuwa ni ya UDA, na kwa hivyo hata unajua sasa UDA ni very cunning, iko na watu very cunning. Kama vile wale impeach Mr. Gachagua,
inaonekana watafanywa namna hiyo, lakini wakubali ati watageuka. Naam, Onsare, kama vile ambavyo umesikia, hayo ni maoni ya wachanganuzi wa kisiasa kutoka mji huu wa Nyahururu, akisema kuwa kwa kiwango fulani huenda chama cha ODM kikapoteza umaarufu katika ushirikiano huu na chama tawala cha UDA. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda, nikiwa hapa mjini Nyahururu, huko ni kaunti ya Laikipia, jina la kuongezea la kuregesha usukani kwako Onsare. Na shukran sana Laban Muhinda, ukizungumza na wakazi wa kaunti hiyo ya Nyandarua, ukizungumza na wakazi ambao wamezungumzia masuala ambayo yanawahusu.